Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu kupitia jina la Yesu aliyetupa uzima na afya. Siku ya leo tena Mungu ametupa neema tukajifunze maneno yake mazuri. Wacha niombe halafu nikuletee ujumbe wa neno la Mungu aliye. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sema na maisha yetu sahihi tunapoenda kujifunza neno lako katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, nikusalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka nikuletee ujumbe mfupi wa neno la Mungu, na kama unaoandika andika anguko la mwanadamu. Ujumbe wetu unasema anguko la mwanadamu, the falling of man. Anguko la mwanadamu, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Nitasoma maneno pale kwa kuruka kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, hapo basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, kijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumze kwa habari ya anguko, the falling of man, anguko la mwanadamu, the falling of man. Ndicho kitu ambacho nataka tukizungumze siku ya leo, na tumesoma maandiko hapa, inaelezea kwa upana zaidi Biblia jinsi ambavyo mwanadamu alikuwa amewekwa kwenye bustani ile ya Edeni. Alafu baada ya hapo shetani akatumia hiyo nafasi kumwangusha mwanadamu. Mambo machache unatakiwa kujua. Adamu alipoumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, Mungu alimweka kwenye bustani ya Edeni. Cha kwanza kabisa, ndiyo kiumbe pekee aliyeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, na Mungu akamweka pale Edeni ajili ya kazi maalum ambayo Mungu alikuwa amempa Adamu kuifanya. Lakini mambo machache ambayo nikwambie kabla hatujaingia kwenye pointi zetu. Mfano wa Mungu na sura ya Mungu iko katika mambo mawili. Mfano wa Mungu na sura ya Mungu iko katika mambo mawili. Jambo la kwanza, mfano wa Mungu na sura ya Mungu iko katika utukufu wake. Kwa hiyo Adamu alipoumbwa na Mungu kwa sura, kwa mfano na kwa sura ya Mungu, aliumbiwa utukufu ule wa Mungu. Ule utukufu wa Mungu uliingia ndani ya Adamu. Kwa hiyo Adamu alikuwa amepewa utukufu wa Mungu. Alikuwa ni mtu mkamilifu, anatembea akiwa na ukamilifu wote, bila ya dhambi wala uovu wowote. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ile ya 3, Warumi sura ya 3 ule mstari wa 23, Warumi sura ya 3:23, maandiko yanasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Adamu alipofanya dhambi, ule utukufu ambao ndio mfano na sura ya Mungu ukapungua ndani yake. Kwa hiyo wanadamu wote wakajikuta wanatembea katika upungufu wa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza uelewe, mfano na sura ya Mungu ni utukufu ule wa Mungu ambao uko ndani ya mwanadamu. Lakini jambo la pili, mfano na sura ya Mungu ni nguvu na mamlaka ya kiungu ya utawala, mamlaka ya kiungu
ambayo mwanadamu alipewa, ni mamlaka na utawala ambao mwanadamu alipewa. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari, Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 28b. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28b, maandiko yanasema, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Manake mwanadamu anaumbiwa sura ya Mungu, sura ya mamlaka, sura ya kutawala, ili akatawale samaki wa baharini, akatawale ndege wa angani, akatawale na wanyama wote au chochote kiendacho kwenye nchi kavu. Manake mwanadamu alipewa mamlaka katika vitu vitatu, yale mamlaka ya kiungu, mamlaka katika bahari, mamlaka nchi kavu na mamlaka angani. Ndio vitu ambavyo mwanadamu alipewa, ni mamlaka ambayo ilikuwa imefichwa ndani yake. Sasa katika mamlaka hii, shetani alichokuwa anakitafuta ni kuondoa ule uungu ambao Mungu aliweka ndani ya mwanadamu, na kuondoa na kuiondoa ile mamlaka ambayo Mungu alimwekea Adamu. Kwa hiyo mwanadamu alipoanguka alipoteza vitu viwili. Cha kwanza, alipoteza utukufu wa Mungu ndani yake. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba wote wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu alipoanguka pale Edeni akapoteza ule utukufu wa Mungu ndani yake, lakini pia alipoteza ile mamlaka ya kiungu ambayo alikuwa amepewa, mamlaka ya kutawala, mamlaka ya kiungu aliipoteza pale Edeni. Shetani akaichukua ile mamlaka. Bwana asiwe sana. Haleluya. Mambo 7 ya muhimu kwenye anguko la mwanadamu. Mambo 7 kwenye anguko la mwanadamu ambayo ni muhimu kuyafahamu. Jambo la kwanza, shetani anaweza kukaa kwenye uwepo wa Mungu akiwa anatafuta kukuangusha. Shetani anaweza kukaa kwenye uwepo wa Mungu, kwenye utukufu wa Mungu, akakaa ikiwa anatafuta namna ya kukuangusha. Ukiangalia Edeni ilikuwa ni sehemu takatifu ambayo Mungu alitenga kwa ajili yake azungumze na watu wake, lakini maandiko anasema shetani akatafuta hiyo chance ya kuingia sehemu takatifu, akae na yeye, ajihudhurishe na yeye, ajifanye ni kama sehemu ile ya utukufu na utakatifu. Akapata nafasi Edeni, akaingia. Kwa hiyo ujue ya kwamba shetani anaweza akaingia hata sehemu takatifu. Shetani hatishwi na kuja kanisani. Shetani wakati unaingia kanisani na yeye anaingia kanisani. Shetani wakati unaomba na yeye anaweza akajihudhurisha hata kwenye maombi akawepo. Shetani anaweza akakaa kwenye eneo takatifu na yeye akakaa kama anatafuta namna ya kukuangusha na kukushusha. Ndiyo maana maandiko anasema kipindi kile cha Ayubu, wakati ule wana wa Ayubu wameenda kumwabudu Mungu, wameenda kusali, maandiko anasema ya kwamba wakati wameenda na shetani akajihudhurisha katikati yao. Wakati anatoka kule, Mungu anamuuliza, shetani unatoka wapi? Akasema nimetoka huko na huko na huko na humo. Manake nini? Manake alikuwa na yeye sehemu ya ibada ile, wakati watoto wa Ayubu wanamwabudu Mungu. Kwa shetani anaweza akaingia katikati ya ibada, akaturia, akawa anatafuta chansi ya wewe kukuangusha ukiwa katikati ya uwepo wa Mungu. Muulize hata Yesu. Maandiko yanasema wakati Yesu yuko anajaribiwa na shetani, maandiko yanasema shetani akamchukua mpaka mji mtakatifu. Akamchukua mpaka mji mtakatifu. Alipata wapi shetani uwezo wa kumchukua Yesu akampeleka mpaka mji mtakatifu? Kwa shetani anaweza akakaa sehemu takatifu. Kwa ni lazima uwe makini sana. Shetani anaingia kwenye bustani ya Eden, sehemu takatifu ambayo Mungu alikuwa amemchukua Adamu na kumweka pale. Kwa ni muhimu kujifunza haya ya kwamba shetani anaweza kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hata unapokuwa kwenye uwepo wa Mungu, jihadhari, kuwa makini, kaa vizuri, endelea kutafakari uwepo wa Mungu, wala usimruhusu shetani, kwa sababu shetani ukimruhusu, hata wakati ambao uko kwenye uwepo wa Mungu, yeye anachukua hiyo nafasi. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Haijalishi uko sehemu takatifu, haijalishi uko mahali gani, usimpe ibilisi nafasi, maana ibilisi yuko kila mahali.